Hapana mdogo wangu Rebeka, wewe sio mganga wala sio mchungaji. Ila tumekuja kwako kwa kuwa wewe ndio msaada mkubwa kusaidia familia yetu. Nakumbuka hata mimi ushawahi kunisaidia. Kwa hiyo tunaomba tu tusaidie Rebeka. Ndio tusaidie. Unakumbuka pale nilipokusaidia yule mzima alivyokuwa anataka kudhuru? Na Happy alivyopata upofu mdogo wenu, nilimsaidia mimi hapa. Na hata wewe, si unakumbuka nilikusaidia mimi huyu? Sasa basi, baada ya kuwasaidia nyote, yule mzima alikasirika sana. Kwa sababu aliona naingilia kazi yake. Alichoamua kufanya, alimuua baba yangu. Na baada ya hapo, kuna kiumbe kilikuja kuniambia niache kusaidia watu ovyo. Pia hata yule mzima aliniambia nikiendelea kuingilia kazi yake, atazidi kuniulia familia yangu. Sasa naomba niulize swali. Je, niendelee kuwasaidia nyie ili familia yangu iendelee kufa mmoja mmoja? Au nisiwasaidie ili familia yangu ibaki salama? Mama make. We baba vipi? Mbona unagusa bega langu? Unataka kuondoka na mazaga au? Na bahati yako nina kinga. Mkono huu ninayo na mkono huu ninayo. Yaani ukinigusa huku haitoki, ukinigusa huku haitoki. Na hapa ikibidi nifunge hadi kwenye miguu kama vikuku. Ukinigusa hata mapajani haitoki. Wewe vipi? Yaani unakuja unanigusa mabega tu. Wewe unajua nichenyesha chafuko wewe. Kweli nchi ishaisha. Mbona mnaamini ushirikina sana nyie? Acha maana za kijinga wewe. Acha kuamini ushirikina. We ushirikina? Akati vitu vinaondoka kweli huko mitaani na wengine wanarudishwa kama vya watoto. Wewe kuweza mimi unitoe afu nirudishie cha mtoto au kibamia ni kabisa kianze upya, kianze kuchipua. Na kuna mzimu tu aliondoka na churu yangu. Wewe nilihangaika kumtafuta yule mpaka nirudishia. Afu unasema habari gani wewe? Tena ukiwa unaongea na mimi sasa hivi tusigusane kabisa, sikuamini. Niambie unasemaje umekuja kwetu? Sasa sikiza. Hebu jiandae tondoke. Au mambo mengine unaona mara zinazidi kuwa kubwa hapa. Hapo sijui hata tunaongelea kitu gani. Mara sio nzuri. Yaani unanichanganya kiufupi, sikia. Kajiandae tondoke, nimekuja kukuchukua kuna mchongo. Oya, uhakika ni kazi au unanipeleka kwa wale wa kugusana tena kuondoka mazaga? Baba, sio kudanganya mimi wewe. Sio kutania. Issue ya serious. Kajiandae tusepe. Mtoto mdogo unaamini ushirikina. Pita, geti lipo wazi. Karibu mwanangu. Asante mama. Shikamoo mama. Marhaba. Samahani mama, Fina mkubwa nimemkuta?
Fina kaja hapa analia, kakimbilia chumbani, kajifungia chumbani. Yaani hataki hata kunisikiliza. Nimegonga mlango, hataki hata kufungua. Yaani hata sielewi kinachomsibu ni nini. Kajifungia mlango? Amepatwa na nini? Maana mimi ninachokumbuka, leo alipita pale nyumbani na aliniazima simu yangu. Nikampatia, nikaona ameongea na mtu, baada ya muda akanirejeshea simu. Baada ya kunirejeshea simu yangu akaondoka. Hata mimi sielewi mwanangu. Tena afadhali ulivyokuja. Ingia ndani mgongee, labda wewe atakusikiliza. Atafungua mlango. Maana nimejaribu kumgongea mlango. Angalau basi nimshawishi hata aje kula, hataki hata mimi kunisikiliza. Yaani hapa nipo nimechanganyikiwa kabisa. Si unajua tena mwanangu mtu akiwa peke yake. Shetani ukaa pembeni yake na kumshawishi kufanya kitu kibaya. Anaweza kujizuru akafanya kitu chochote kile mwanangu. Mama, kama wewe ameshindwa kukusikiliza, mimi ndo atanisikiliza kweli? Mama, mimi ninachoamini kwamba Fina ni mtu mzima. Mimi na ninavyomjua Fina akiwa na hasira, hapendi kabisa kuzungumza na mtu. Mimi na imani tu tumwache. Hasira zake zikikaa sawa, atafungua tu mlango. Usiwe na shaka kuhusu hilo mama. Sawa, lakini mimi na wasiwasi, naofia asije akajizuru huko ndani. Hapana mama, punguza mawazo. Hakuna cha zaidi kinachomsumbua Fina zaidi ya mapenzi tu. Mimi nilikuwa nawahi sokoni. Ngoja niende, ila tu punguza wasiwasi. Atakuwa sawa. Mapenzi? Kama mambo ya mapenzi basi atajua yeye mwenyewe. Aya mama, mimi nilikuwa nawahi sokoni. Ngoja niende, maana sikuona muda unaenda. Aya basi sawa, karibu mwanangu. Sawa mama, asante. Kesho nitakuja kumuona. Aya sawa, haina shida. Wewe ni nani? Na mbona upo chumbani kwangu? Eti. Zungumza basi, wewe ni nani? Wewe babu vipi? Mbona chumbani kwangu tena? Samahani Mchilo, kumbe nipo chumbani kwako? Nilijua chumbani kwangu, nisamehe ndugu yangu. Hebu sikia. Toka chumbani kwangu, nenda chumbani kwako. Sawa. Nisamehe bana, nimeshika shemu kwa bahati mbaya. Inuka toka. Pole sana mpenzi wangu, kwa sababu nilikwambia mara kwanza pale sebuleni kwamba tunaishi na Lilideka na kipofu. Kwa hiyo hata yote yalotokea naomba unisamehe mimi mtu mpenzi wangu, ila hukuongea kweli alivyokuwa amekuja kukaa. Sijaongea chochote, ila amenishtua wewe. Usijali bwana, pole baby, ila tuendelee basi tulipoishia.
mchana. Kwa mkaka vipi? Wewe mchana mimi si nimekupa lakini. Mbona uridhiki lakini? Mbona nimechoka msezi. Baby, unachokaje sasa? Unajua wewe ndio kunipa mimi nguvu niweze kutafuta hiyo 500,000. Nipe kidogo basi nichangamshe damu. Kwa hiyo baby, kesi hiyo 500,000 ndio unataka kunitumikisha kingono? Kweli? Basi naomba unisikilize. Tena nisikilize kwa umakini. Kama hutaki kunipa, utatafuta taratibu mwingine wa kupata hiyo pesa. Ila kwa mimi sitokusaidia. Kwa sababu wewe hutaki kunisaidia mimi shida zangu. Ila mimi ndio nikusaidia wewe shida zako. Kwa hiyo itakuwa vizuri zaidi na ukichukua nguo zako usiku huu na ukaondoka. Jamani. Basa. Pale unaponifanyia sio vizuri Mchio. Mbona halamika tena? Basi tutachana na nakupa ila mara moja tu. Eshi so mbaya. Ndio maana nakupendaga mke wangu. तू सुबह की पहली किरण, मैं आधी रात की तन्हाई, तेरी बातें तेरी हंसी लिख गया मुझ में तू ही तू, दिल की स्याही से तेरा नाम सांसों की कागज पर तुझ में ही मैं सिमट जाऊं, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा रास्ता, दिल की स्याही से बस तेरा नाम रहता। तेरी कंधे पे रख के सर दुनिया सारी भूल गया, तेरी पलकों Alo, naye shoga yangu, mbona ulikuwa upokei simu? Basi sawa, nimekuelewa. Ila naomba unisikilize. Nakuja sasa hivi saluni kwako nikukute. Nakuja na boda wangu. Nataka tuelekee kule Kigamboni kwenye ile nyumba yangu. Nakuja na hati kabisa, yani kila kitu. Ndiyo, na ndio maana hapa nimetoka kupiga simu kwa kujiiba. Sawa, haina shida, usiniangushe. Sasa hivi nakuja. Alo, we bodo uko wapi? Nakuhitaji sasa hivi uje nyumbani kwangu.
Ule ushauri wako shoga yangu nimeufanyia kazi. Na ndio maana kuna dokumenti hapa nimezileta. Hati ya nyumba hii unayoiona hapa. Nimekuamini rafiki yangu. Wala usijali rafiki yangu. Hamna kitu chochote kibaya kitakachotokea. Wewe niamini tu, hizo dokumenti ziko mikono salama kabisa. Jackie, ni hii nyumba tu au kuna vitu vingine ambavyo watoto hawavijui? Ndio, vipo vitu vingine. Nataka nenda nikaangalie dokumenti huko nyumbani. Kwa hiyo nitakupigia simu au nitakuita tukutane hapa tulivyokutana. Shoga yangu usijali, vitu vyako viko mikono salama. Naona muda umeenda, alafu kuna mtu nataka kukutana naye. Sijui ni Bolt ili niwahi kufika. Hapana. Wala usiboiti. Mimi nitampigia bodaboda wangu aliyetuleta. Alafu atanipitisha sokoni. Si unajua tena watoto wanajua nimeenda sokoni. Baada ya hapo atakupeleka wewe. Nafikiri atanunulia mimi, gharama zote nitalipa mwenyewe. Wala usijali rafiki yangu. Sasa shoga yangu, hamna shida. Njoo papa akampigie boda. Haya. Tuliwaambia nini? Na mmefanya nini? Samahani, naomba tu mtusamee, lakini hii ilikuwa ni kwa ajili tu ya kutafuta uhuru mimi pamoja na mpenzi wangu. Hatuwezi kuishi pale mlipotuweka. Naomba tu mtusamee. Niliwaambia mtu yoyote atakayeenda kinyume na amri yangu nitamuua. Na nyie mmekiuka amri yangu, ninawaua.